Nimefika hapa Mpanga Kipengele katika eneo hili la Kimani kwenye maporomoko ya maji. Nimefika nikiwa na maafisa habari. Lengo ni moja, kuwaonesha miongoni mwa fursa tulizonazo kama nchi ambazo tuna jukumu la kuzitangaza. Tuna jukumu la kuambia Watanzania na watu wote duniani kwamba Tanzania kuna hifadhi hii nzuri ya Mpanga Kipengele, kuna eneo hili la Kimani lenye maporomoko ya maji ambayo ni salama. Haya maporomoko unayoyaona ni nyuma yangu, utofauti na maporomoko mengine duniani ni kwamba haya ni salama. Pale katikati ya maji, pale maji yanapodondoka, kuna kama uvungu. Kwenye eneo hili la Kimani wanaweza kuingia mpaka watu 100. Pale katikati ya mwamba na maji yanayodondoka, yaani katikati ya mwamba na maporomoko. Kwa ni eneo ambalo linakupa experience ambayo huwezi kuipata katika sehemu nyingine. Lakini huku downstream ni sehemu salama. Maporomoko haya na maeneo ya maji ambayo yanatiririka yakiwa yametulia na yanawapa watu fursa ya kuogelea kwenye maji ya asili yanayotembea, maji safi na salama. Lakini zaidi ya hapo, hapa hakuna mamba, hakuna wanyama wakali ambao wanaweza wakahatarisha maisha ya mtu anayekuja kufanya utalii kwenye eneo hili. Kwa hiyo sisi tumeona ni fursa muhimu kuja kuambia maafisa habari kwamba tuna vitu vingi vya kuwatangazia Watanzania na watu wote duniani. Badala ya kutangaza tu watu wanakuwa maarufu, viongozi, sijui nani, tuna kazi ya kutangaza maeneo haya, watu wajue utajiri uliopo ndani ya nchi yao, watu wajitokeze, waje wawekeze kwenye maeneo haya, tuongeze thamani ili tuweze kupata mapato makubwa zaidi. Hilo ndio hasa lengo la kuleta hapa maafisa habari. Kuna kasumba ya wazawa kuamini kwamba utalii ni kwa ajili ya wageni pekee. Kama wizara, kipi mnawaambia Watanzania? Kwanza, mpaka sasa baada ya kufanya kampeni kubwa, serikali kufanya kampeni kubwa ya kuhamasisha utalii wa ndani, takwimu za watalii 5.9 ambazo ndio rekodi tulionayo sasa, sehemu kubwa ya hao watalii ni watalii wa ndani. Kwa tumeanza kupata ongezeko kubwa la watalii wa ndani ambayo inakuwa ama sawa ama zaidi ya watalii wanaotoka kutoka nje ya nchi. Sasa tunakwenda kwenye watalii 8 milioni ifikapo mwaka 2030. Lengo letu ni kwamba sehemu kubwa tupate watalii wa nje, kwa sababu hawa wanakuja na fedha nyingi, lakini pia tuwe na mwamko mkubwa wa watalii wa ndani kutembelea maeneo yetu ya hifadhi. Maeneo kama haya yana faida nyingi. Unajua Watanzania tusitafute tiba za dawa tu. Tiba wakati mwingine ni pamoja na kuja hapa. Nitakupa siri moja. Mimi wakati nakuja hapa nilikuwa nasikia kichwa kinauma, lakini sasa hivi nimepona. Sijui nini kimetokea, madaktari wataniambia, lakini nimeona, nimefurahi, kichwa changu kimetulia, na watu wengi wanaweza kuja hapa wakatengeneza afya yao ya akili vizuri, wakafurahi, wakaona utajiri wa nchi yao. Kwa Watanzania wajitokeze, na kadiri sisi Watanzania tunapojitokeza kuja kwenye maeneo haya ndivyo tunavyovutia watu wengi zaidi kutoka nje ya nchi kuja kupata the unforgettable experience that we promote every day. Majina naitwa Musa Mtete, ni askari mhifadhi katika hifadhi ya Mpanga Kipengele, lakini pia nipo katika idara ya utalii. Kama hifadhi ya Mpanga Kipengele, kuachana na maporomoko ya maji, pia tuna kivutio kingine, tunasema tuna utalii wa kihistoria au tunasema heritage tourism. Eneo hili limekaliwa na machifu wakubwa wa Nyanda za Juu Kusini, kwa maana ya Chifu Mkwawa na Chifu Melele. Kwa ukifika eneo hili utapata historia nzuri inahusiana na viongozi wakubwa wa Nyanda za Juu Kusini. Lakini pia tuna utalii wa mimea mwitu, kwa maana wildlife flowers. Ukanda wa juu wa hifadhi kule juu ni ukanda wa baridi, tumepakana na hifadhi ya taifa ya Kitulo. Kule kuna maua ya asili. Kwa hiyo ni eneo ukifika kama mtalii utafurahia kuona maua na mimea inapatikana pale, kwa maana kuna aina zote za chikanda zinapatikana eneo hili. Lakini pia tuna utalii wa miamba. Kwa aina zote 3 za miamba zinapatikana ndani ya hifadhi. Mwamba moto, mwamba tabaka na mwamba geu. Kwa hiyo ni eneo zuri kwa wale researchers, kwa maana kwa wanafunzi, kwa wanavyuo wanakuja wanajifunza, lakini pia wanafanya utalii. Ukiachana na hiyo, pia sisi tuna utalii wa kuona wanyamapori. Ingawa sisi tuna jamii ya wanyamapori ambaye ni jamii ya swala, wanyamapori wadogo. Swala utaona primates, kwa maana wanyama wanapanda miti. Ukifika hapo utajionea. Kwa kumalizia, pia kama hifadhi ya Mpanga Kipengele, katika mwaka huu tumebahatika kuingia kwenye tuzo za utalii za dunia, tunaita World Travel Awards. Kama hifadhi imeingia katika vinyang'anyiro viwili vikuu, kwa maana kinyang'anyiro ni eneo bora kwa ajili ya fungate
tunasema Africa's leading honeymoon destination, na pia katika ni eneo bora kwa ajili ya kivutio cha utalii, tunasema Africa's leading tourist attraction. Kwa hiyo ewe Mtanzania, kura yako ni ushindi kwa taifa letu. Ingia pale, unaweza kuingia online, andika tu World Travel Awards, chagua kivutio bora cha utalii, ipigie Mpanga Kipengele, utakuwa umekuza eneo hili kwa maana za hifadhi ya Mpanga Kipengele, umekuza nyanda za juu kusini na umekuza Tanzania kwa ujumla. Ninashukuru timu ya maafisa habari wa serikali katika mkoa wa Njombe. Siku ya leo tumeweza kutembelea maeneo mengi. Tumeanza na kiwanda cha parachichi ambacho kina process parachichi kwa ajili ya kusafirisha, lakini pili tumetembelea kiwanda kinachotengeneza mafuta ghafi ya parachichi kwa ajili ya kusafirisha pia. Kimsingi mkoa wa Njombe una baraka nyingi. Tumejifunza namna ambavyo mkoa wa Njombe unashughulika na shughuli za kiuchumi hasa kwenye zao la parachichi. Lakini na hapa mahali nilipo Mpanga Kipengele, maporomoko ya maji safi meupe, nature kabisa ambayo ni nzuri. Tumefika hapa tumeenjoy asili, mazingira tulivu. Kwa kweli mkoa wa Njombe una baraka zake. Mimi naitwa Simon Kabeta, ni afisa habari wa shirika la uzalishaji mali la Jeshi la Kujenga Taifa. Baada ya kutembelea maeneo haya ya utalii, nadhani ni wakati mwafaka kwa watalii wa ndani kufika maeneo kama haya, kwa sababu sio mara nyingi wanafika. Ni muhimu sana, nitoe rai kwa watalii wa ndani kupenda kutembelea vivutio vyetu. Kwanza kipindi hiki ugonjwa wa akili ni tatizo kubwa sana, lakini mtu akipata muda akaja akapumzika mahali kama hapa, hata akiwa pekee akapata utulivu wa siku moja, kwa kweli akirudi anakuwa amepata kitu kinaitwa psychotherapy, anaweza akafanya kazi zake vizuri kuliko pale awali. Mnaahidi nini sasa maafisa habari? Mnaahidi nini? Kwa kweli tunaahidi kutangaza vivutio vyetu, kwa sababu sisi tunatumia kalamu kujulisha wananchi. Njombe ina baraka zake, tutachukua jukumu hili. Watanzania watajua fursa zilizopo Njombe, kuanzia fursa za kiuchumi, lakini na fursa pia kama hizi ni za kiuchumi, lakini pia zina manufaa katika afya zetu. Asante. Asante. Kwa majina naitwa Agnes Akwilini, ni afisa habari wa Mbozi. Kwa kweli tunashukuru sana kwa uongozi wetu kuandaa ziara kama hii. Kwa upande wetu tumepata kujifunza mengi. Tumepata kujifunza zao kubwa la mbao ambalo linalimwa mkoa wa Njombe na namna ambavyo linaingizia serikali yetu mapato, na tumenufaika kwamba kwa hili zao la mbao wao wamekuwa ni wakulima wakubwa na muda mrefu ambao wameanza tangu mwaka 1947. Kwa hiyo wameweza kuingizia serikali ya halmashauri ya mji wa Njombe pato kubwa kupitia viwanda 6 ambavyo wanaviendesha. Lakini pia tumetembelea maporomoko ya maji ya Mpanga Kipengele ambao tumepata kujifunza pia. Tumepata kuona hifadhi, maeneo ambayo yamehifadhiwa na serikali, na hii kwetu sisi ni fursa kwenda kutangaza vivutio ambavyo vinapatikana kwenye nchi yetu. Tunaamini kwamba kila halmashauri, kila taasisi ikitangaza hivi vivutio, basi tutapata watalii wengi ambao watakuja na wataingizia nchi yetu fedha za kigeni na pato letu litazidi kukua. Asante. Kwa kiasi gani umeenjoy hasa hapa eneo hili la Kimani? Kwa kweli kwangu mimi nimefurahia ziara hii. Ni moja ya kitu ambacho ya maeneo ambayo sijawahi kufika kabisa. Kwa hiyo kwa upande wangu nimepata kujifunza vitu vingi kama nilivyoeleza.